Sasa sisi Ahlus Sunna wal Jamaa salafiyun hatuwezi kukubali jambo hilo, na lazima tubainishe wazi. Tunasema hivi, maneno ambayo anasema Sheikh Abdul Qadir al-Ahdal mara kwa mara anayarudia kwamba maulidi yana khilafu, na kuna clip moja nilisikia juzi anasema wale wanaenda kwenye maulidi inawezekana wana thawabu, wanapata thawabu wakitumia maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, yani katika kukhafifisha jambo la maulidi, yani kama vile jambo fulani hivi, yani huenda Allah subhanahu wa ta'ala ataamba thawabu na ujira na ajr hawa wanahudhuria maulidi kwa ajili kupenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kauli yake hii ni batil, na msimamo wake huu ambao anaunasibisha na sunna ni batil. Tunasema wazi kwa kifua mbele kwamba ni batilun batilun batil. Huo sio msimamo. Hata wa Ansari Sunna wa zamani hawakuwahi kusema maneno hayo. Maulama as-salaf hawakuwahi kusema maneno hayo abadan. Hakuna khilaf kati ya bid'a na sunna hata siku moja. Maulidi ni bid'a wala sio khilaf. Kwa hiyo ikitokea kuna alimu yoyote ameenda kinyume na sunna au na aqida ya salaf kwa kuteleza, huyo alim anaambiwa hapa kateleza. Wala hatusemi kwamba kuna kauli mbili za maulama, la, tunasema hapa kateleza. Wazi ya Sheikh, tunasema hapa kafanya nini? Kateleza hapa, Sheikh kakhalif. Kwa hiyo imma anaweza kawa na udhuru kwa sababu ya hali za wakati huo, alijua hiyo ndio haki, kumbe sio haki. Kwa mfano Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Abu Hanifa, Al-Imam Ibn Al-Arabi na wengineo katika maulama wako ambao waliteleza. Hawa maulama na wengineo waliteleza katika baadhi ya masaili za aqida, lakini utelezaji wao ni wa bahati mbaya. Waliishi zama ambazo aqida za kiashaira zimeenea kwa Hafidh Ibn Hajar na Al-Hafidh An-Nawawi, wakazungumza baadhi ya vitu katika mfano ta'wil katika baadhi ya sifat, wakidhani kwamba hiyo ndio haki, lakini waliteleza na hakuja patikana tambihi kwao kwamba mashekhi wamekosea, mmekosea, wajirudi. Yani kwamba haijapatikana tambihi kwao wakati wako hai kwamba mmekosea hivi na hivi, wakajirudi. Ingepatikana tambihi alafu wakaendelea kushikilia msimamo wao huo, ingekuwa ni watu wa bid'a, lakini haijapatikana tambihi kwao. Sasa tunajuaje kwamba waliingia kwa bahati mbaya? Kwa sababu ta'wil katika asma wa sifat ni aqida ya kijahamia. Sasa tunapoangalia aqida zao zingine za ahli katika masaili nyingine, aqida zao za ahli sunna katika mlango wa Qur'an, katika mlango wa masahaba, katika mlango wa ru'ya, shafaa, aqida zao ni za ahli sunna, si aqida za kijahamia. Hapo sasa maulama wakabaini kwamba wameingia katika mlango huu bil khata, kwa makosa. Kwa ahlul ilmi hawakuwa bid'isha. Sasa mtu anapochukulia mfano wa Ibn Hajar na wengineo akafananisha na baadhi ya mashaikh wa bid'a wanaolingania bid'a na wakijulikana usuli zao zote ni za bid'a, akafananisha na kina Ibn Hajar Al-Asqalani na kina Imam An-Nawawi, haya ni makosa ya wazi kabisa, na miongoni mwa makosa hayo anayofanya Sheikh Abdul Qadir Al-Ahdal. Kwa hiyo hii dini lazima, kwa sababu hii dini sio shirika la mtu kwamba mtu anaweza kaongea anavyotaka alafu dini ya Allah tutazungumza kwa ajili ya kukinga vijana wetu na Waislamu kwa ujumla kuwa na mitazamo kama hii, kwamba wakati mwingine anaongea kana kwamba jambo hili halina shida, wakati mwingine lina shida, wakati mwingine halina shida. Sasa inakuwa haieleweki vizuri. Tunaweka wazi sisi vizuri kwamba maneno haya na misimamo hii ni batil. Usahihi ni kusema maulidi ni bid'a qat'an. Kama kuna alimu yoyote alisema sijui qad yuthib, maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, aslan makusudio yake, makusudio ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kwamba mtu hajui kwamba maulidi bid'a, hajui, maskini hajafikishiwa, haijambainikia, hajafikishiwa, hajui, akafanya juhudi, akajitahidi huko, akayahalalisha maulidi bila kujua kwamba ni bid'a, bila kufikiwa na hujja,
Ndio maana Sheikh al-Islam akasema huyu mtu kama huyu anaweza akapata thawabu kwa jitihadi yake pamoja na kwamba amekosea, lakini kama atajua kwamba maulidi bid'a halafu akaendelea akafanya hiyo bid'a, mtu huyu haingii kwenye maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah abadan. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah mara ngapi anatahadharisha maulidi na watu wa maulidi na watu wa bid'a, anatahadharisha. Bali shirki ngapi ziko katika maulidi? Shirki nyingi tu. Pamoja na hivyo wako maulama ambao wameradi maneno haya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kwa maneno haya, pamoja na hivyo si sahihi. Hata kama mtu huyo hajui, maadamu kafanya bid'a hawezi kupewa thawabu kwa nia yake katika bid'a abadan. Na Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali ameeleza, amenukuu maneno ya mmoja katika maulama Sheikh Hamid, maulama wa Masr, wakibainisha akiradi maneno haya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, kullu minna raddun wa mardud illa sahib hadha al-qabr. Alisema Imam Malik, sote sisi tuna raddi na kurudiwa isipokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yasiwe hujja kubwa kivi, yameradiwa pia. Sio kadhalika Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kama mtume kwetu hapa abadan. Sheikh Ibn Baz rahimahullah anamwambia Sheikh Rabi', ya Sheikh Rabi', ruddu ala kulli man akhta'a walau akhta'a Ibn Baz. Mradi kila anayekosea, hata akikosea Ibn Baz mradi, akimaanisha kwamba Ibn Baz sio nani, sio maasum. Ibn Baz mwenyewe anamwambia Sheikh Rabi', idhan Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah sio maasum. Sisi tunapima maneno ya alim kwa dalili, sio mujarrad wa maneno. Wazi ya Sheikh? Idhan al-ikhtilafu fi al-usul, ikhtilaf katika aqida, usul al-aqida. Usiniambie ikhtilaf katika juz'iyati ya aqida. Je, mtume alivyoenda Isra na Mi'raj mlimuona Mola wake au hajamuona? Usiniambie huko. Hizi ikhtilaf juz'iyat. Ikhtilaf katika usul al-aqida, hamna ikhtilaf katika ahli al-ilm abadan. Wazi ya mashayikh? Ama ikhtilaf katika masail fiqhiyya ipo. Ikhtilafu hiyo pia sio ipo tu, ni ile ikhtilafu ambayo kila mmoja ana dalili, kila mmoja ana wajhu wa sawab, wajhu wa dalili. Sio tu hata katika masala ya fiqhiyya mtu aseme swala ya dhuhuri ni rak'a 6, ikhtalafa ulama. Hamna hiyo shaka, huyo amekhalifu nasu iliyokuwa ya wazi. Hata hiyo masala ya fiqhi, ikiwa mtu kakhalifu nasu iliyokuwa ya wazi, yuraddu alayhi, anaradiwa. Hatusemi kwamba ikhtalafa ulama, nasema khalafa an-nas. Masala yenye khilaf ni yale masala ambayo kila mmoja ana dalili anayoikamata, anayoishika, ana sehemu anashika, tena dalili iliyo sahihi na istidlali ambayo ni sahihi, sio mansukh wama ila dhalik. Na mengineo ambao wameeleza ahlul ilm, dhawabitu ikhtilafi ulama zimeelezwa wazi ya jamaa. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.